yamegawanyika katika aina tatu. Muda huu utakuonyesha kipengele kinachoitwa aina za maombi. Aina za maombi. Muda huu tutaangalia kipengele kinachoitwa aina za maombi. Aina za maombi. Ujumla ziko aina kubwa tatu za maombi. Ziko aina kubwa tatu za maombi. Nitaanza kwanza kwa kukutajia, kisha baadaye ndo nitafundisha moja baada ya nyingine kadiri Roho Mtakatifu atakavyoniwezesha. Sema amen mahala ulipo. Tuanze na aina ya kwanza. Aina ya kwanza ni maombi ya sala. Aina ya kwanza kuna maombi ya sala. Aina ya kwanza kuna maombi ya sala. Aina ya kwanza kuna maombi ya sala. Aina ya pili kuna maombi ya maongezi. Aina ya pili kuna maombi ya maongezi. Aina ya pili kuna maombi ya maongezi. Aina ya tatu ya maombi kuna maombi ya kunena kwa lugha. Aina ya tatu kuna maombi ya kunena kwa lugha. Aina ya tatu kuna maombi ya kunena kwa lugha. Kwa ujumla hizi ndio aina kubwa tatu za maombi. Maombi ya sala namba moja. Namba mbili maombi ya maongezi. Namba tatu maombi ya kunena kwa lugha. Ni muhimu sana kila Mkristo kuzifahamu hizi aina, kuzijua undani wake na kutambua namna ya kuzitumia. Kwa neema ya Mungu tuanze kupita kwenye maana moja moja ili walau upate kitu pale ndani. Tuanze na aina ya kwanza ambayo ni maombi ya sala. Maombi ya sala. Maombi ya sala ni mpangilio, ni maombi ya mpangilio maalum wa kuombea jambo fulani katika utaratibu usiobadilika badilika. Ni maombi ya mpangilio maalum wa kuombea jambo fulani katika utaratibu usiobadilika badilika. Ni maombi ya mpangilio maalum wa kuombea jambo fulani katika utaratibu usiobadilika badilika. Kwa tunapozungumzia maombi ya sala, tunakuwa tunazungumzia ule utaratibu wa kuomba katika mfumo ambao unaombea jambo lako katika mtindo usiobadilika badilika. Usiobadilika kimaneno, usiobadilika kiaina ya mazungumzo yako na Bwana, ila inabaki kuwa ni mtindo ule ule mmoja kila siku. Na mara nyingi maombi ya sala huwa yanakuwa katika hali ya maandishi, ambapo muombaji anaweza akaomba kwa njia ya kuyasoma kwa imani. Vile anavyokuwa anayasoma kwa imani, hasomi kama anasoma hadithi fulani, ila anakuwa anasoma kama anazungumza na Mungu juu ya hitaji lake lililoandikwa kwenye hiyo sala iliyoko kule ndani. Na mara nyingine mtu anaweza akayachukua yale maombi ya sala katika maandishi akayakariri kwenye moyo wake, alafu akawa anayasali kwa imani kutoka kwenye kichwa chake na moyo wake, akawa anayasali kwa imani. Na pale anapoyasali anakuwa anaamini Mungu anashughulika na hitaji lake kadiri ya yeye anavyosali maombi hayo ya sala ambayo ameikalili na kuyaweka kwenye moyo wake. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu? Wacha muda huu nikuonyeshe mfano wa maombi ya sala ili kuongezea uelewa. Nikuonyeshe mfano wa maombi ya sala ili kuongezea uelewa. Sala ya Baba Yetu au wengine wanaita sala ya Bwana ni mfano mzuri wa maombi ya sala. Sala ya Baba Yetu au wengine wanaita sala ya Bwana ni mfano mzuri wa maombi ya sala, ambayo hii sala huwa inapatikana kwenye kile kitabu cha Injili ya Mathayo, ile sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13.
Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Nitaisali hii ya kwenye Injili, afu tutaisali na ile ya kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki. Tuanze na ya kwenye Injili ya Mathayo. Inasema hivi: basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi tunasamehevyo wadeni wetu. Usitutie katika vishawishi na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Sasa huu ni mfano wa maombi ya sala ambayo ilifundishwa na Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo inasaliwaga kwenye mifumo miwili. Kuna huu mfumo wa kibibilia na kuna ule mfumo wa kimapokeo ambao iko kwenye vitabu mbalimbali vya kanisa vya sala, ambao tumeizoea kusali namna hii. Twende wote, 1 2 3, tuanze. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Hasa hii ni sala ya Baba yetu. Sala ya Baba yetu na sala nyinginezo zote unazozifahamu kwenye kanisa zilizoko kwenye mfumo wa maandishi na mfumo wa maneno ambao tunayasema yale yale bila kubadilisha, ndiyo aina ya kwanza ya maombi yanayoitwa maombi ya sala. Ni sala ambayo maneno yake hayabadiliki. Kwa mfano, Salamu Maria. Tangu nimezaliwa, namna Salamu Maria inavyosaliwa ndiyo hivyo hivyo, haibadiliki. Nitaondoka, watakuja wengine, ni hivyo hivyo. Utaondoka, watakuja wengine, ni hivyo hivyo. Jisala ya nasadiki, sala siji ya kitubio, sala ya tunakukimbilia, sala ya malaika mlinzi na sala nyinginezo zote ambazo huwa zinakuwepo kwenye mfumo wa maandishi na maneno yasiyobadilika yanaitwa maombi ya sala. Wakati mwingine pia maombi ya sala yanaweza yakatengenezwa na kanisa na waumini wakawa wanayasali. Kwa mfano, parokiani kwetu sisi huwa tunasali sala ya kuombea haki na amani. Karibuni majimbo yote yanasali hii sala. Tunasali sala ya kuombea haki na amani ambayo imetengenezwa na Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Kwa hiyo kila siku watu wanasali kwa maneno yale maneno tuliyosali Jumapili ile. Kesho ni Jumapili, tutasali tena kwa maneno hayo. Jumapili ijayo maneno hayo. Jumapili ijayo tena maneno hayo. Ina maana yanaitwa maombi ya sala. Sifa yake kubwa, kwanza yanakuwa kwa maandishi, alafu pili yanakuwa katika maneno yasiyobadilika. Ingawa muombaji anaweza akakalili yale maandishi, kwa hata kama atasali bila kusoma, ila tu pia hatosema kwa maneno mengine, atakalili na atasali kwa maneno yale yasiyobadilika. Na anapoyasali, awe anasoma awe amekalili moyoni, anatakiwa kusali kwa imani. Na unaposali kwa imani, Mungu huwa anafanya. Ukisali bila imani, hafanyi. Ukisali kwa imani, anafanya. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukaenda kwenye kitubio ukaambiwa nenda kasali Baba Yetu 3 na Salamu Maria 2. Unaenda kusali. Unasali kwa imani na unasikia amani moyoni, umesamehewa dhambi zako. Kwa nini? Kwa sababu umesali kwa imani na Mungu amefanya. Muombaji hupaswi kudharau mtindo aina hii ya kwanza ya sala. Waombaji wengi, hasa waombaji wa uamsho wa karismatiki, wakishakolea kwenye eneo la maombi, baadhi yao huwa wanaanza kudharau mfumo wa maombi ya sala za maandishi. Wanakuwa wanasema hauna upako. Anasema hauna upako bwana, hauna upako, mimi siutumii. Kwa unakuta anatumiaga tu aina nyinginezo, ila ukimleta kwenye huu mfumo anakataa. Anasema hauna upako. Nisikilize vizuri. Sala ni sala. Muhimu tu imesaliwa kwa imani, matokeo na nguvu ya Mungu utaiona. Kwa muhimu ni kwako usidharau mtindo. Tuangalie aina ya pili.
Aina ya pili ni maombi ya maongezi. Aina ya pili ni maombi ya maongezi. Aina ya pili ni maombi ya maongezi. Maombi ya maongezi ni maombi ya mpangilio unaobadilika badilika kwa kulingana na uhitaji wa wakati huo wa muombaji. Anataka kusema nini mbele za Mungu, au Mungu anataka kuongea naye nini. Maombi ya maongezi ni maombi ya mpangilio wa maneno unaobadilika badilika kwa kulingana na uhitaji wa muombaji. Wakati huo anataka kusema nini mbele za Mungu, au Mungu anataka kusema naye kitu gani. Kwa ule mtindo wa kwanza tulisema wenyewe ni wa sala, haubadiliki, maneno ni yale yale, ila hapa kwenye aina ya pili pamekuwa tofauti. Penyewe ni mtindo unaobadilika, hauna formula moja, unabadilika. Mfano wa maombi ya maongezi ni kama vile mtu anavyokuwa anasogea kuzungumza na labda mfano we ni mwajiliwa, unataka kuomba ruhusa kazini, mtoto anaumwa, utaomba ruhusa kwa bosi wako, bosi naomba ruhusa, mtoto anaumwa. Labda baada ya mwezi mmoja ukafiwa, unataka tena kuomba ruhusa, unaenda kuomba ruhusa, samahani bosi, nimefiwa. Kwa hiyo namna ulivyoenda kuongea na bosi kwa maneno ya siku uliomba ruhusa mtoto alipokuwa anaumwa haitofanana na siku utakaoenda kuomba ruhusa utakapokuwa umepata msiba. Maneno yatabadilika. Kwa nini? Kwa sababu hitaji halifanani. Hitaji la kwanza ilikuwa ni ugonjwa, ndio maana maneno yaliendana na ugonjwa. Hitaji la pili ni msiba, hivyo maneno lazima yabadilike yaendane na msiba. Sasa Mungu ndiyo bosi wetu. Namna unavyoenda kusemezana naye kwenye maombi ya maongezi, kila siku utasemezana naye kadiri ya hitaji la siku hiyo na kadiri ya namna unavyoguswa huku ndani useme. Kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 18 kina fundisho zuri sana. Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 18. Isaya sura ya kwanza ule mstari wa 18. Isaya 1:18 inasema namna hii: haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kwa Biblia inaongea genuine. Njoni tusemezane, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa kama theluji. Kwa mnaenda kuzungumza na Mungu, na ajenda ambayo anakuita ukasemezane naye hapa ni ajenda ya dhambi. Kwa unaanza kuongea na Mungu, Baba ninaomba unisamehe, Baba ninaomba unirehemu. Unaongea naye namna hiyo, na unapomaliza kuongea naye moyo wako unatakasika. Kwa nini? Kwa sababu maombi hutengeneza majibu ya matokeo ya faida kwa anayeomba, kama akiomba kwa imani. Si kama tuko pamoja kanisa la Mungu kule nasali kila siku Baba yetu, nikija kwenye maongezi nabadilika, naongea na Mungu. Kwa mfano muda huu labda una shida ya kodi ya nyumba, unaenda kuanza kuomba, Baba katika jina la Yesu nisaidie nipate kodi ya nyumba, Baba nifungulie milango nipate kodi ya nyumba. Hiyo ni siku ya kwanza. Siku ya pili tena unaenda kuomba, Baba katika jina la Yesu, ona mtoto wako lile hitaji la kodi ya nyumba bado halijaisha. Kwa hitaji ni lile linaweza likawa, ila maneno yasiwe yale. Maneno uliyoyatumia kuombea leo kodi ya nyumba au kuombea asubuhi kodi ya nyumba, utakapoomba mchana hitaji ni lile la kodi ya nyumba, ila maneno yatabadilika, yatakuwa mengine. Na ndio maana tunayaita maombi ya maongezi. Si kama tuko pamoja kanisa la Mungu. Kuna kitu Roho Mtakatifu pia ananiambia niseme, kwamba maombi ya maongezi pia Roho Mtakatifu wakati mwingine anaweza akakutaka useme maneno fulani. Kwa pia unapoyaomba unaweza kuwa unajikuta unachanganya na mistari ya Biblia kwenye kuomba.
Labda mfano, naomba Mungu anipe mke. Mfano, mi nimeshaoa by the way, sina haja ya kuomba mke, ila natoa tu mfano. Naomba Mungu anipe mke. Kwa ninaanza hapo. Baba, naomba Mungu nipe mke, maana ulisema kwenye kitabu cha Mwanzo utanipa wa kufanana naye. Naomba Mungu nifungulie milango nimpate huyo wa kufanana naye. Umeona kwamba nimeomba, Roho Mtakatifu amenipa na mstari wa Biblia nimeuchanganya kwenye maombi yangu. Ndio maana tunaita maombi ya maongezi. Unasemezana na Mungu. Nafikiri umeelewa. Twende kwenye aina ya tatu.